Nashukuru Mungu kwa sababu tena ya nafasi hiyo. Ni vizuri tunasikia neno tu, hata kama ni dakika 5 ama 10 inakuwa vizuri. Yes. Inakuwa tumepitisha kila kipindi. Kwa hivyo ninaongea tu kwa habari ama ujumbe ambao unaendana na ushirika ama fellowship. Wakorintho wa kwanza 1 mstari wa 9 mpaka 12. Tutasoma. Inasema kwamba Mungu ni mwaminifu ambaye mliitwa na yeye muingie katika ushirika wa mwanawe Yesu Kristo Bwana wetu. Mgawanyiko katika kanisa. Mstari wa 10 inasema kwamba basi ndugu, nawasihi kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo kwamba nyote mnene mamoja, wala pasiwe kwenu faraka, bali muhitimu katika moja na shauri moja na shauri moja, yani moja na shauri moja. 11 nasema kwamba kwa maana ndugu zangu, nimewaarifu habari zenu na wale walio wa nyumbani mwa Kulo, ya kwamba iko fitina kwenu. Mstari wa mwisho anasema kwamba Bwana basi maana yangu ni hii, ya kwamba kila mtu wa kwenu kusema mimi ni wa Paulo, na mimi ni wa Apolo, na mimi ni wa Kefa, na mimi ni wa Kristo. Mungu abariki maandiko. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Tunasema kwamba tuwe waaminifu kwanza, maana tumeshikana, tumefanya ushirika. Sasa hii ni ushirika, maana tulikuwa chaji moja, pengine ni ushirika wa hiyo chaji, lakini sasa hii ni muungano wa makanisa, ni ushirika wa makanisa. Biblia inasema kwamba tunene mamoja, tuseme kitu moja, tuseme yani tuwe watu wa kuelewana. Tusisema ati mimi ni wa fulani ama mimi ni wa dini fulani, mimi natoka Tandolo shikanangi. Na unajua hapo wale kulikuwa na Yesu Kristo alipoenda kuomba maji katika mto, akakuta mwanamke mmoja anachota maji. Alimwambia kwamba sisi tufanye nini? Hatushikani na hawa Wayahudi. Wasamaria na Wayahudi ni watu tofauti. Na hata sasa hii wakati wa sasa kuna wale ambao wanasema kwamba chachi fulani siwezi ingia, kanisa fulani kama fulani yako ndani siwezi ingia. Mwingine anasema kwamba wale wa kanisa wengine wanajifanyanga sana ama wanajiona sana. Mwingine anasema kwamba wale wanaonanga kwamba ndio wako na vitu. Hatuko hapa kwa sababu hiyo jambo. Tuko hapa kwa ushirika moja. Biblia inasema kwamba tunene mambo mamoja, tusikuwe na fitina ndani. Hii ushirika limetuunganisha ni wa Yesu Kristo. Biblia inasema kwamba mwili wa Yesu Kristo. Sisi tunajenga katika mwili wa Yesu Kristo. Na sisi ni viungo ambazo tumejengwa katika mwili wa Kristo. Biblia inasema kwamba mwingine ni mkono. Mkono hawezi fanya peke yake bila mguu. Mdomo hawezi fanya peke yake bila mapua. Bwana asifiwe sana. Na mkuu Yesu yenda peke yake bila viungo vingine. Lazima tushikane pamoja. Kwa hivyo tumekuja kushikana pamoja. Wengine wanasemaga kwamba kupika cheki. Unajua mwingine anasema kupika cheki lakini hajui cheki ni nini. Kuna watu tu waliingia kwa hiyo msemo. Cheki ni ile ambayo inainuanga gari kama ukikuta imetopoka mguu imekaa chini. Gari haiwezi ienda na huwezi inua na mikono. Kuna kakitu kadogo tu kama hii kakiwekwa chini, kuna venye wanafanyanga namna hii. Ama ingine anazungushwa hivi. Inainua hiyo mguu inakuja juu, unachukua tairi nyingine unaweka hapo. Kuna makanisa zingine zetu zimekaa chini kama hiyo gari. Hatuwezi pika hatua. Bwana asifiwe sana. Lakini kupitia kwa hiyo ushirika hiyo kacheki katainua. Haleluya. Haleluya. Hiyo kacheki katainua wale watu ambao hawana fitina, wale watu ambao hawana chuki, wale watu ambao wasemi ya kwamba mimi ni wa fulani na mimi ni wa fulani, wale watu wanajua kwamba sisi ni wa Kristo. Watakuja kwa sababu ya huyo Kristo. Maana Kristo hana sura tofauti kwa kila kanisa. Kristo ni ule mmoja. Sisi wote tumemea kwake. Bwana asifiwe sana. Na tukisaidiana vile viungo za mwili tunavyosaidiana, unasikia kwamba hata ukiuma tu ulimi, mwili yote inasikia uchungu. Kichwa moja kitu ikiingia ndani, ukianza kufanya hivi, mwili yote haifurahi, haina amani. Bwana asifiwe sana. Lakini itakuwa na amani wakati mwili wako uko sawa wote. Kwa hivyo ushirika hii, kanisa moja likiwa sawa yote jumla,
sisi wote tutakuwa na furaha. Siku nyingine tukuja huko tukuta ile kitu ambayo ilikuwa imewashinda, imeinuka, imeendelea vizuri, tutafurahia. Tuseme kweli muungano wetu unaendelea vizuri. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo tutumu katika ushirika na tuwe watu wa kusema mambo mamoja, ama wakuwa na nia moja. Nia ya kwamba tuendelee mbele. Nia ya kwamba tuwe na hatua moja. Nia ya kwamba hata fulani akiwa mgonjwa tumsaidie katika maombi, sio tu kutoa pesa peke yake. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Siku nyingine wakinipatia muda nitaendelea sana. Si Mungu awabariki sana.